Na kamata gazeti la naingia kwa gazeti la Wamachinga hapa. Wamachinga sauti ya wanyonge, kuna habari zimeandikwa. Na habari ya kwanza imeandika inasema Zuberi Maulid speaker tena baraza la wawakilishi. Ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo, lakini kuna swali limeulizwa na gazeti la Wamachinga. Wa Tanzania, nini hiki kimetokea nchini? Ukurasa wa 5 kuna undani wa taarifa hiyo. Majibu tutayapata hapo. Kuna habari nyingine hapa inasema CCM yatoa tamko zito, yajadili hali ya kisiasa nchini, ya laani vurugu, lakini pia yawapongeza Watanzania kujitokeza kwa wingi kupiga kura kuonesha imani kwa CCM, lakini pia ya laani uvunjifu wa amani, vifo na uharibifu wa mali za umma na binafsi, lakini pia yaitaka serikali kuchukua hatua. Ukurasa wa 2 kuna ndani wa taarifa hiyo. Hebu twende ukurasa wa 2 hapa. Sasa kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi inazungumzia CCM imelaani vitendo vya kihuni, imeviita vitendo vya kihuni na uvunjifu wa amani vilivyofanywa na baadhi ya watu wakati wa uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka 2025 na kusababisha vifo na uharibifu wa mali za umma na za wananchi. Sasa taarifa iliyotolewa katika na katibu wa halmashauri kuu ya CCM itikadi, uenezi na mafunzo, na mzungumzia Kenan Kiongozi, imeeleza kuwa chama kinasikitishwa na matukio hayo na kuitaka serikali kuchukua hatua muafaka kuhakikisha nchi inabaki salama, yenye amani na utulivu. Sasa kikao hicho pia maalum cha kamati kuu ni cha kwanza kufanyika tangu kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kilichofanyika jana. Ilikuwa ni jana pale jijini Dodoma chini ya mwenyekiti wa CCM na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo pamoja na mambo mengine yote kilitafakari hali ya kisiasa nchini kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Elewa, kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Sasa katika maazimio yake, kamati kuu pia imewapongeza wananchi wote kwa kujitokeza kwa wingi kupiga kura na kuonyesha imani kubwa kwa Chama cha Mapinduzi, sambamba na kuahidi kujitathmini na kujipanga upya kubeba dhima ya kuliongoza taifa. Hiyo ndio kwa mujibu wa taarifa ambayo imeandaliwa hapo na Chama cha Mapinduzi CCM. Tuendelee mbele, wala usiondoke pembeni ya radio ya kwako. Wakati haya yakiendelea huku Tanzania bara, kule Tanzania visiwani, nazungumzia Zanzibar, katika visiwa vya Pemba na Unguja, Othman, mmoja kati ya wagombea aliyekuwa mgombea wa kiti cha urais kupitia chama cha ACT Wazalendo, anaanza ziara kupoza wafuasi wake. Sasa mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Othman Masudi Othman ameondoka jana Unguja kuelekea kisiwani Pemba kwa ziara ya kikazi ya siku 4. Na ziara hii pia ni ya kwanza kwa Othman Masudi tangu kumalizika kwa uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka huu, na inalenga kuimarisha mshikamano wa kichama, lakini pia mshikamano wa kitaifa na kufanya tathmini ya mchakato mzima wa uchaguzi namna ulivyoenda. Akiwa kisiwani Pemba, mwenyekiti huyo atakutana na viongozi wa chama, kwa maana viongozi wa chama na wanachama katika mikoa yote 4 ya kichama, na atazungumza nao na kuzungumza nao mengi kuhusiana na mustakabali mzima wa chama na hali ya kisiasa ndani na nje ya chama. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa jana na idara ya habari na mawasiliano ya ACT Wazalendo. Ni kwa mujibu wa taarifa ambayo wameitoa wao. Gazeti la Machinga limehitimisha hivyo. Sawa, tutazidi kusonga mbele, na nikwambia napewa nguvu na Yas Tanzania, bado nipo nao, wanazidi kunipeleka kibabe kabisa, nazidi kupepea. Na kamata gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Kuna habari hapa pia zimeandikwa kwenye gazeti la Majira. Sawa, gazeti la Majira nasema habari ya kwanza nasema amani ni zawadi, ni jukumu la kila mwananchi kuilinda. Ukurasa 11 kuna undani wa taarifa hiyo. Wakati habari nyingine inasema Dr. Mwinyi ateua makamu wa pili wa rais Zanzibar. Ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo. Taarifa nyingine iliyopewa uzito kwenye gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, imeandika TEF
poleni wa Tanzania, tujisahihishe. Ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo. Wakati habari nyingine ambayo imepewa uzito hapa imeandika bunge la tangaza nafasi za ajira, vigezo vya tajwa. Hivi mchongo unaujua kijana? Tunasema tunataka ajira na mambo yaende na nini. Sasa bunge limetangaza nafasi za ajira Tanzania. Bunge limetangaza nafasi za ajira. Naelewa, sijui unasikia? Unataka nikupe vigezo. Sawa. Vigezo viko hivi. Bunge la Jamhuri ya Tanzania limetangaza nafasi za ajira katika kada tofauti, na maanisha nyenzo na vitengo tofauti. Lengo likiwa ni kuongeza nguvu kazi na kuboresha utendaji kazi ndani na nje ya eneo zima la bunge. Au sio bwana? Sasa nafasi zilizotangazwa ni pamoja na nafasi zifuatazo. Kwa sababu kuna mtu huenda hujaweza kupata mtandao wa kijamii au gazeti lenyewe mpaka ulifuate, lakini unasikiliza AFM, mimi nikupe mchongo huu. Sasa nafasi zilizotangazwa ni pamoja na huyu anaitwa mkutubi daraja la pili. Kwa hiyo kama wewe ni mkutubi daraja la pili, fanya application na mambo yataenda safi. Hapo kuna nafasi hizo 2. Lakini pia kuna fundi yeye huyu ni fundi sanifu mifumo ya maji, daraja la pili pia kuna nafasi 2. Lakini pia mtakwimu daraja la pili kuna nafasi 2. Lakini pia kuna ofisa ugavi daraja la pili, hapo kuna nafasi 1. Sawa? Lakini pia kuna ofisa sheria daraja la pili, hapo kuna nafasi 3. Na kuna ofisa habari daraja la pili. Ndugu zangu watangazaji kama mimi na watu wengine ambao mnafanya kazi kwenye sekta ya habari, kama una vigezo fanya application, yani fanya apply, na hapo kuna nafasi 3. Nyingine ambazo zimetangazwa kupitia tangazo hili ni pamoja na TEHAMA, yani system administrator, hapa kuna nafasi 1. Lakini pia kuna ofisi ya utafiti daraja la pili, kuna nafasi 3. Lakini kama itoshi kuna mpokezi daraja la pili, hapa kuna nafasi 4. Na kuna ofisa TEHAMA, yani network administrator, tena nafasi 1. Na waandishi taarifa rasmi za bunge, hapa nazungumzia simu ya lugha, hapa kuna nafasi 1. Kwa hiyo ni wewe tu. Wewe hapo unafikiri unaenda kufanya application gani? Again, we imagine na unaenda kufanya kazi bungeni. Fanya application sasa hivi. Ninakupa mchongo huu hapo ili mambo yaende sawa. Sasa sambamba na hilo kuna sakata linaendelea kupitia mitandao ya kijamii, na mimi nikaona nikuletea hapa kwa sababu kuna habari na ulihusu hili. Kabla ya yote tujuzane kwamba Rais Samia jana amepokea ujumbe maalum kutoka kwa Rais wa Urusi, namzungumzia Putin. Hii ni kwa mujibu wa gazeti la Majira, ambapo Putin ampongeza Dr. Samia kushinda urais na alituma mwakilishi kuleta ujumbe maalum kutoka kule Urusi kuja kumpongeza Mheshimiwa Rais. Ilikuwaje? Ni kwa sababu Rais wa Urusi Vladimir Putin ametuma salamu za pongezi kwa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya kuibuka mshindi katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka 2025. Sasa katika uchaguzi huo Dr. Samia amefanikiwa kutetea nafasi hiyo baada ya kupata ushindi wa kishindo wa 97.66 kwa mujibu wa matokeo yaliyotangazwa na Tume ya Uhuru ya Taifa INEC. Ni kwa mujibu wa matokeo. Sasa kwa mujibu wa taarifa ya kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu pale jana Alhamisi Novemba 6 mwaka 2025, Rais Putin pia ametuma salamu za pongezi kwa Rais Samia kupitia ujumbe maalum ambao uliwasili hapa Ikulu jijini Dodoma pale Chamwino. Sawa. Sasa sambamba na hilo, mwanasheria mkuu wa serikali ambaye tayari aliapishwa na ameanza majukumu yake kikazi, namzungumzia Johari, amepongezwa kwa kuaminiwa na Rais Samia. Ilikuwaje? Na ni muda mchache tu baada ya yeye kuanza majukumu yake ya kazi, akaanza kwanza kuangazia tathmini ya hali ya kisiasa inaendaje nchini. Sasa kwenye tathmini pale ya hali ya kisiasa ndio akazuka mambo mengi, ikiwa ni pamoja na hili ambalo nataka kujuza hapa, ambalo ni vyema tulifahamu na tutamsikia mwenyewe anazungumza nini. Sasa yeye kupitia cheo na kazi aliyopewa kama mwanasheria mkuu wa serikali, nazungumzia AG, huyu si mwingine, namzungumzia Hamza Johari, amesema kwamba serikali imeapa kumkamata Mange Kimambi. Unamfahamu? Moja kati ya wanaharakati wa huko mitandaoni. Sasa mimi nizungumze sana, hebu tumsikie mwanasheria mkuu wa serikali akisema namna ambavyo watamkamata Mange Kimambi. Watamkamataje? Mheshimiwa Johari, tueleze itafanyikaje hii?
Haiwezekani mtu mmoja amekaa nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dada tu, hata ukimwangalia pia rais yake anawaambia watu wakafanya hivyo na wanaenda kufanya kweli, alafu imetokea anaanza kutamba, anasema bado nitakuja kivingine, lazima tumkamate. Mimi nakwambia DPP huyu lazima tumkamate. Tuangalie kama tuna extradition agreement with the United States, tuangalie tu, tutafikiri tu, lakini hawezi yule kututambia kwa kiwango hicho. Yani ana admit kwamba hicho yeye ameinjinia kukifanya na bado atafanya zaidi. Sasa sisi tunamwachaje? Sawa. Sasa baada ya kutoa tamko hilo, baada ya yeye mheshimiwa Johari kutoa tamko hilo, wakati wanasheria na ambaye ndio mwanasheria mkuu wa serikali, bwana, hili jambo limezua mjadala mkubwa sana kwenye mitandao na kwa baadhi ya watu wenye karia ya sheria. Na kwa mujibu wa mtandao wa Nipashe, kwa mujibu wa Nipashe wanasema wataalamu wengi wametoa maoni yao na wamesema ni vigumu kwa nchi kama Marekani kumkabidhi mtu kwa nchi nyingine, hususan pale ambapo anapokabiliwa na tuhuma zenye maelekezo zenye mwelekeo wa kisiasa, hata kama kuna mikataba ya ushirikiano au makubaliano ya kiuhamisho kati ya taifa moja na taifa jingine. Lakini pia Johari alitoa kauli hiyo alipowasili tu ofisini kama nilivyokuambia, na ilikuwa ni hapa jijini Dodoma. Wakati huo mambo haya yakiendelea, nini maoni yako? Pia weka comment yako hapo kupitia mitandao yetu ya kijamii. Lakini pia kwa wewe ambao unatupata live kabisa kupitia radio station, hebu fanya kudondosha comment yako kupitia 0779729593.